Mimi kwa jina naitwa Laeli Paulo Suda, ni mmiliki halali wa eneo hili hapa. Kabla ya upimaji, eneo lote hili lilikuwa la kwangu. Baadaye kuna mdada huyu hapa anaitwa Adelaide Mkoko. Alinimuomba nimkatie kipande cha eneo ajenge. Ndio kipande kama mnavyoiona hii nyumba yake hii, na mipaka ndio kama mnavyoiona huo hapa mpaka. Ulikuwa umepitia hapo katikati hapa mdada anapokaanga samaki. Umepita hivyo kipande ambacho ndo nilimkatia. Upimaji unakuja, huyu mdada alipata namba yake na mimi nilipata namba yangu. Na alipata kiwanja chake na mimi nilipata kiwanja changu. Toka mwaka 2016 tumekaa mpaka 2023. Sisi tumefanya malipo yote. Yaani malipo yote kuanzia malipo ya nani ya ofa mpaka kufika kwenye hati. Tumefika kwenye hati wakasema bado wanaingiza nani, wanabadilisha mfumo ule wa zamani, wanaingiza majina kwenye system. Basi sisi tukawa tunangojea waingize hayo majina kwenye system ili tupewe hati yetu, kwa sababu tushamaliza malipo toka 2019. Sasa tumetafuta surveyor ili tuje tuweke wigo. Tumekuja na surveyor anatuonyesha mipaka ili tuweke wigo, ndio tunamuona huyu mdada anakuja anakimbia. Anasema hapa kwake. Hapa kwako kivipi? Anasema mimi kwangu nimepata na hati. Basi umepataje hati wakati hapa ni kwangu? Anasema hapa kwangu. Tumejitahidi wanangu kukimbia sehemu mbalimbali kuomba msaada. Huku na huku kuna huku. Ikaonekana huyu mdada kuna mtu amemuuzia mtu ambaye ana hela, halafu ni mwanasheria. Kila tukienda tunagonga mwamba. Kila tukienda tunagonga mwamba. Unaona eh? Nimejitahidi yani sehemu nyingi kweli naomba msaada. Lakini ndio hivyo hatujapata ushirikiano. Anadai kwamba yeye mimi hapa siku nani tumejenga baada ya upimaji. Na kitu ambacho sio kweli. Mimi upimaji unakuja umenikuta, lakini wanaongea maneno ya uongo. Wameshirikiana jiji pamoja na watu wa kata, wanasema mimi nimejenga baada ya upimaji. Ni kitu ambacho sio kweli. Unaona? Basi ndo tumefikia hivyo, tumehangaika kuomba msaada kila sehemu tunapoenda, wanatuambia mara hivi. Mpaka imefikia nimemwita naibu waziri. Wamekuja naibu waziri, wamempotosha. Wamemwambia maneno ya uongo ambayo sio kweli. Sasa tutafanyaje? Ndo vitu kama hivyo. Leo nini kimetokea? Leo ndo mimi niko nyumbani, sijapewa taarifa yoyote. Nasikia wananiambia watu kwamba kuna nini, watu wanabomoa. Wanabomoa wapi? Wanabomoa nyumbani kwako. Ndo nakuja kweli nakuta watu wanaendelea kubomoa. Mimi sina pesa ya kutembelea, wenzetu wana hela. Kwa hiyo mimi namwachia Mungu. Kama ameamua kuninyang'anya ardhi yangu, wanampa mtu mwingine, wakati na mimi vielelezo vyote ninavyo. Basi mimi ombi langu kwa serikali, kwa kweli vitu hivi vinashangaza, kwa sababu mtu inakuaje unakuwa na vielelezo vyote. Na yani mimi kila sehemu nakoenda mimi naenda na vielelezo, mwenzangu hana vielelezo. Siku ile imefikia hatua naibu waziri mwenyewe, mtu mkubwa, ananiambia hivi, wewe ninamwambia hivi, vielelezo yeye viko wapi? Mimi umeniita mimi na yeye nitegemea utatuita watu wawili uje utuhoji vielelezo vyake viko wapi? Anasema vielelezo vyake wewe vya nini? Anavyo vielelezo. Hivi mtu mkubwa kama huyo anakuambia hivyo, unasemaje? Unasemaje? Inaonekana kuna kitu nyuma ya pazia. Alafu inaonekana huyu mdada kiwanja hichi alishakiuza, amemuuzia mtu mwingine, na alishasema kwamba mimi namuuzia mtu mwenye hela, tuone kama utaweza. Sasa mimi sina hela, wenzetu wana hela. Sasa utafanyaje? Huyu mdada ni mdogo wangu, lakini sio mdogo wangu wa kutoka tumbo moja au wa karibu, kwa sababu yeye ni Mhehe, mimi Mgogo. Ile eneo mimi nilipewa na marehemu mama yangu. Eneo ilikuwa kubwa mpaka barabarani huko mnakoona huko. Hii barabara nimepitiwa mimi, na ndo nikafidiwa hizo hela nilizofidiwa, ndo nilijenga hii nyumba. Mwaka 2012 ndo nilijenga hii nyumba. Hasa fikiria 2012 najenga hii nyumba, upimaji unakuja 2016. Halafu bado naambiwa upimaji umenikuta mimi, yani mimi ndo nimekuta upimaji. Hebu fikirieni. 2012 najenga nyumba, upimaji unakuja 2016. Lakini wananiambia mimi nimejenga baada ya upimaji. Ni kweli? Naonyesha vielelezo vyote, hawanisikilizi. Unafanyaje? Yaani huyu nilimpa kabla hata ya upimaji. Nilimpa 2009 kama sio na 9, ni 2010. Ndio akajenga kijumba chake hiki. Ninapokuambia hivi uhakiki unakuja, huyu mdada alihakikiwa na namba yake ya uhakiki ni 115. Mimi hapa namba yangu ya uhakiki 117. Inakuja namba ya kiwanja, mimi kiwanja changu namba 42. Yeye namba ya kiwanja sielewi, maana huwezi kumfuatia tena mtu amepewa kiwanja namba ngapi, sijajua. Lakini baadaye huyu mdada akageuka toka mwaka 2016 mpaka 2023. Ndo anakuja kugeuka, anasema hapa kwake. Hapa kwako vipi? Anasema nimepewa na hati. Sasa utapewaje na hati? Hatujawahi kufanya mazungumzo, labda tukalishwa, labda kuna mgogoro, labda wanani wa kiwanja, hatujawahi kukaa naye hata siku hii moja. Makubaliano mpaka unampa eneo ajenge. Makubaliano yalikuwa ni hapa. Hii
Aliniomba akasema, dada, naomba na mimi unikatie kipande kidogo nijenge. Hasa mtu ndugu yako utakataa mama? Na mimi maeneo kwanza kipindi kile hana hata nani. Yaani alikuwaga, yani unaweza kumpa tu mtu yote, atakwa kulima, atakwa kujenga. Basi nikamgawia, ni ndugu yangu. Na sio yeye tu, mpaka huyu hapo nilimgawia. Huyu hapa mdada ndo alinunua. Eneo langu lilikuwa kubwa. Huyu hapa dada, huyu hapa anaitwa Suzana Masule. Huyu nilimuuzia kusema za kweli. Hapo unavyoona kwa kwenda huko. Lakini mmiliki halali eneo lote hili lilikuwa la kwangu, mpaka huko barabarani kote huko. Nilikuwaga nalima mihogo mimi. Sasa mwisho wa siku nashangaa dada anasema kwako kivipi? Tumetembea mama, tumeenda kata wamesema tuende jiji. Tunaenda jiji wanasema hivi, sisi tumeshampa nyinyi, kama kwenda mahakamani nendeni. Tunaendaje mahakamani? Sisi tumekuja hapa tunataka kujua kwa nini mpe yule wakati mimi hapa ndo mmiliki wa halali na vielelezo vyote ninavyo. Wanasema kama wewe mahakamani nenda. Mimi nina uwezo wa kumnunua wakili au nina uwezo wa hela? Sina. Hela ninayopata napata kwa kusaidiwa na ndugu na wasamaria wema, nalisha watoto wangu. Ndapata wapi hela kuongelea kesi? Imefikia hatua ndo kama hivi mnavyoona, lakini nimehangaika mpaka kwa naibu waziri. Unaona? Anakuja hapa wale wakata na jiji eti ambao hao wakata hii kesi ya nyani unaweza kumpelekea ngedere. Kata ndo hao wameshirikiana na jiji kuandamiza kwamba eti mimi sio kwangu. Tena mwisho wa siku naibu waziri anakuja ndo wale wanaitwa wanakuja kuamua kesi. Mliwahi kuyaona wapi? Mliwahi kuyaona wapi hayo? Kwa hiyo ndo kilichofanyika. Mimi sina hela, wenzetu wana hela, mimi namwachia Mungu. Sijatendewa haki. Hapa ni sehemu yangu, eneo langu na namba na nani, wakati wa upimaji wanakuja wamenihakiki, vielelezo vyote ninavyo, paka namba ya kiwanja ninacho, kila kitu. Huyu mdada alipewa kiwanja sehemu nyingine. Ina maana tu walivyopima kiwanja kilitokea hicho kimoja. Kilivyotokea kimoja, huyu mdada alihamishwa akapelekwa sehemu nyingine. Lakini nashangaa sijui kauza, sijui kafanyaje, mwisho wa siku anarudi anasema basi, hebu weka akili yako, viwanja vimepimwa toka mwaka 2016. Mtu anakuja kurudi 2023. Anasema hapa kwake. Hivi hiyo inaingia akilini? Nyinyi tu hapo mjiulize hilo, hicho kitu kinaingia akilini? Sasa mama, halafu inaonekana kauza, kamuuzia mtu mwenye hela. Na kweli kila tunakoenda tunagonga mwamba. Kila tunakoenda tunagonga mwamba. Unafanyaje? Unafanyaje hapo? Ndio hivyo baba, tumeandika barua paka kwa mkurugenzi. Tuna maelezo yote hayo hapo kwenye barua zile. Tumeandika kwa mkurugenzi, jamani tunaomba tusaidie. Pale ni kiwanja cha kwangu. Najieleza maelezo yote. Lakini ndio hivyo huko, yani huko jiji huko. Wenyewe wanajua, sijui wamefanya vitu gani walivyofanya, lakini mimi najua sijatendewa haki kwa sababu yule mtu ana hela na ametembeza hela. Mimi sina hela, nafanyaje? Haya, unamuuliza huyu alete vielelezo na mimi nilete vielelezo. Kila nakoenda mimi nimebeba vielelezo. Mwenzangu anakuja kama alivyo hapo, hana chochote. Wanasema huyu ni hapa ni kwake. Unafanyaje? Unafanyaje kama ndio hiyo? Mama, leo nyumba imebomolewa. Unakwenda wapi? Mimi kilio changu tu kwa serikali, nitaenda wapi? Nitaenda wapi? Mimi kilio changu tu kwa serikali. Kama hivi hii nyumba mimi ndio nilikuwa nategemea, watoto wangu wanasoma nategemea hii nyumba. Mimi mwenyewe kama mnavyoniona kwa umri wangu na hali yangu inaenda wapi? Naenda wapi? Hasa kote wamempa kiwanja. Basi wangeonyesha hata kiwanja mbadala cha kunipa mimi. Sijaonyeshwa kiwanja mahali popote wala nini. Unafanyaje? Na malipo yote nimeshalipa. Kilio changu kwa serikali, naomba mimi nifidiwe nyumba yangu kwa sababu ilikutwa kisheria. Nyumba yangu ifidiwe na nipewe kiwanja kwa sababu nilihakikiwa. Kwa nini nyumba yangu ibomolewe halafu mimi nilihakikiwa, malipo yote nimelipa? Kama waliona mimi sistahili, kwa nini walikuwa wanachukua malipo yangu? Walikuwa wanachukua malipo ya nini? Wa kijani. Baada ya kutaka kuchukuliwa na ukanda wa kijani, tukasimama kama mabalozi. Tukatetea hili eneo. Tuliwaahidi kufanya maandamano. Hayo maandamano tukaja tukapokelewa, ndo wakakubali kuja kupima hili eneo. Kabla ya kupima kulifanyika uhakiki. Uhakiki ulipofanyika, basi ukaja upimaji. Ulivyokuja upimaji, wakapima, wakaanza kugawa viwanja. Huyu mama alikuwa na nyumba yake ilikuwa hapo. Hiyo nyumba ikaja ikapitiwa na barabara. Kupitiwa na barabara hapa kulikuwa na pagale. Pagale hili ndo liliozaa hii nyumba. Baada ya kupitiwa na barabara, anaenda wapi? Tunasubiri upimaji. Jenga hapa, akajenga hapa. Baada ya kujenga hapa, ndo akaendelea kuishi. Kaishi, muda viwanja vimefika, vimegawiwa mwaka 2016. Wamepata ofa, kila mtu kapewa ofa yake.
viwanja, kila mtu na kiwanja chake. Kwa kweli baada ya kupewa kiwanja, huyu mama kiwanja hiki kimebaki hapa. Baada ya kubaki hapa, hiki hapa nacho kilibaki, ambacho ni nyumba yake ni hii hapa. Lakini ule unyama wa watu, mimi nauita unyama kwa sababu kwa kweli na uchungu. Huyu mama wamempa huyu aliyejenga hapa. Baada ya kumpa huyu mama mimi tena ndio niliyekaa nikamwambia, mama, huyu ni ndugu yako. Sasa hebu fanya hivi, hicho kiwanja wewe muachie, wakuonyeshe kiwanja ambacho wewe watakupeleka. Hayo yakawa yamepita hivyo hivyo. Haya, tukaja juzi 2023 huyu mama tena kiwanja hiki kinakuja anaambiwa sio chake, na wakati malipo yote alishalipa. Huyu mama kaanza kuhangaika, peleka huku na huku, anagonga mwamba tu, huku na huku anagonga mwamba. Mpaka juzi anakuja naibu waziri, alivyoamua anajua yeye. Huyu mama hakuacha, akaandika barua, akapeleka jiji kwa mkurugenzi. Mkurugenzi walichojibu anakijua wenyewe. Sasa huyu mkurugenzi kama yeye anatoa viwanja na yeye ndo muidhinishaji wa viwanja, inakuweje anatoa kiwanja kumbe viwanja hewa? Inakuweje huyu mkurugenzi? Yaani ina maana pale kwenye kumbukumbu zao huaga hawaweki kumbukumbu za kuona hapa bwana tulishampa mtu. Kwa nini wanatufanyia hivi? Kwa kweli ni uonevu ambao hauna maana. Huu ni uonevu kabisa, ni uonevu. Huyu mama ana dokumenti zote. Tukisema huyu mama ana dokumenti zote, mpaka hiyo hati walishailipia. Hati aende akachukua akasema tunaingiza kwenye mfumo. Mama kabaki huku na huku, hati ikachomolewa. Akapewa huyu mdada, siku ya siku anakwambia mimi na hati. Tumekuja hapa tumekukurushana. Kuna siku mimi nataka niwekwe ndani. Kuna mwanangu mmoja walimweka ndani. Huyo ambaye ni mwekezaji, ambaye yeye kajifanya yeye ndo mwenye hela, ndo kaja kachukua, alikuwa ananitafuta mimi waniweke ndani. Mimi kwa sababu sina changu, mimi ningeswekwa tu, ningepotelea huko. Lakini sasa wakaja, bahati nzuri mwanangu akawepo. Kwenda pale mwanangu wakataka kumsotesha, kila wiki aache kazi aje alipoti. Aache kazi aje alipoti. Kweli huo ni ubinadamu? Ubinadamu gani huu ambao hauna tamani? Leo hii rais anasema kazi na utu. Utu gani huu kama sio unyama? Kuna utu hapa? Si unyama huu? Kweli nyumba kama hii inabomolewa hivi? Huu si unyama jamani? Kwa nini lakini wanafanya hivi? Vitu vyote tunavyo, vielelezo vyote tunavyo, lakini bado wanafanya la kufanya tu. Ujinga gani huu? Huyu mkurugenzi, tuna mkurugenzi au tuna nani ambaye hajui kutetea haki za watu? Yeye yuko ofisini tu, kakaa ofisini, hata kutembea, aje atembelee, aje aone vitu vinavyoendelea huko. Kweli? Kwa kweli mimi nasikitika, huu ni unyama vibaya sana. Zaidi huyu mama kanyanyasika mno. Viongozi wa mtaa wamekuwa maadui kwa huyu mama. Sijui kawafanyia nini. Mimi nashangaa sana. Yaani nasikitika kwa hilo. Ila nalia na mkurugenzi ambaye anatoa vitu hewa. Zaidi ya hapo, waandishi wa habari, nitakuwa sina langu la kusema. Yaani Mungu atakuja jibu. Mimi nimemaliza. Shukuru sana.